Glory, hallelujah. Haleluya, Thank you, tukufu ni Jesus. kwa Bwana Yesu. But in all things Tunanyenyekea we give tena thanks, kuja mbele yenu for it's the wapendwa will of wetu. God concerning us, Haleluya, that we Bwana bless Yesu his holy apewe sifa. name. Amen. Tunalibariki na kulimiri jina For we lake. were created to worship God. Tumeumbwa kumsifu Bwana. Amen. Haleluya. We are created in his image. Tumeumbwa kwa Hallelujah. mfano wake mpendwa. In whose Pumzi image? yako ndani ya Image of ndani God. yako nimetoka Amen. kwa Bwana. Hallelujah. Tumpe Glory sifa to na God in the utukufu. highest. Hatukuishi kwa ajili yetu sisi, hatupaswi I am kuishi kwa ajili Elder yetu, Cosman E. bali kwa ajili ya Sims, Bwana. Na mimi Mama Felicia Boke Sims. and we have For Jesus Reigns Restoration Ministry. And this is part 3 of our lesson. Sehemu ya 3 ya somo hili. Hallelujah. Make a choice. Fanya uchaguzi, fanya chaguo. We have to make a choice. Ili tufanye uchaguzi. You can't serve two gods. You're going to love one and Huwezi hate the other. kutumikia miungu miwili, utapenda mmoja, utachukia mwingine. You can't serve God in your money. Huwezi kumtumikia You Mungu na can't mali. serve God in yourself. Huwezi kumtumikia Mungu na wewe peke yako Amen. unajijali It mambo wasn't yako. of Yaani your wewe ni own Mungu wako power mwenyewe. that Haleluya. you woke up this morning. Bwana kwa rehema yake umeamka asubuhi. God Leo opened my nimeamka asubuhi eyes leo. into a new day. Bwana ametufungua macho yetu kwa siku mpya. Open my eyes into the land of the living. Ametuweka tuko kwenye kwenye And nchi ya I walio made a hai. choice Na tukafanya uamuzi that I will bless the Lord at all kwamba times. nitamwabudu Bwana katika And njia his siku praise zote. shall continually Sifa be in zake my mouth. zitaendelea kuwa katika kinywa changu. I'm going to make my boast in the Lord. Nitajisifu katika Bwana. And those that are humble going to hear and be glad to hear. Wanyenyekevu watasikia na watamsifu Mungu pamoja nami. Amen. Amen. Because God has granted us another day in the land of the living. Bwana ametupa tena siku nyingine katika For nchi the ya walio dead hai. cannot praise God. Kwa maana waliokuwa wamelala kwenye But we mauti got to give him glory, hallelujah, even in the land of the living. wanapaswa tumpe Bwana utukufu hata katika nchi ya walio hai. Hallelujah. It is Hallelujah. appointed once for a man to die. Ni mtu amepangiwa muda But mmoja then comes the kufariki. judgment. Leo nakuja hukumu. Die Kufariki once muda to mmoja. sin that you may live Wakati mmoja tunafariki, eternal, tunakutana na mauti. have eternal life with our Lord and Savior Jesus Christ. Bwana anapenda nia yake tuishi uzima maisha ya milele pamoja naye. For in Revelations, the 20th and the 21st chapter, Soma Ufunuo wa Yohana 20 na sura 21. when in your leisure look up Kwa or muda wako Google tulia uisome. second death, Kifo cha mara ya pili. KJV, King James Version. and it goes to show Biblia that takatifu if you ya don't Bwana. have the Holy Ghost, Kama hauna Roho Mtakatifu, if you're not born again of the water and of the Spirit, kama hujazaliwa tena kwa maji na Roho, Jesus said it, Bwana Yesu amesema, and it's impossible for God to lie. ni vigumu kwa Mungu kusema uongo, mpendwa wangu. You will not enter or see the kingdom of God. Hutaingia ufalme wa mbinguni, hutauona. You must be born Ni again. lazima kuzaliwa mara ya pili. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. So we give God the glory, Naomba sifa Bwana Yesu, sifa even na for utukufu. things being as well as they Hata kwa are. mambo kuwa mema kiasi hiki, Bwana. Jesus is saying, Matthew Pewe sifa. 7 and 13 and 14, enter ye at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in there. Hallelujah. In thereat, I'm going to say it again. Jesus said, forgive me, Lord, I don't like stumbling over the word. Amen. Enter ye at the straight gate. Amen. For wide is the gate, and Yes. broad is the way Yes. that leadeth to destruction, Yes. and many there be which go in thereat. Amen. There's many going to go, hallelujah, for that wide gate that leads to Amen. destruction. Amen. But he said, in at the straight gate, Mm-hmm. where, hallelujah, where you're going to find life. Amen. Amen. Read Amen. verse 13. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mathayo sura ya 7 mstari wa 13 na wa 14, ambao huwa tunawaomba wapendwa, tunawasihi sana mukariri na watoto wenu wa ukariri. Unasema hivi: ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. 14, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Did you read 14? Yes, sir. God say, Mungu alishasema narrow is the way, njia ni nyembamba, straight is the gate,
Mlango ndio narrow is the mwembamba way that leadeth to life, leadeth to righteousness, leadeth to heaven. unaoelekea uzimani And mbinguni, there's few that's going to find it. nao ni wachache waipata njia hiyo. wataipata Amen. njia People hiyo. trying to shortcut their way to God. Watu wanajaribu kutafuta shortcut eti kwenda kwa Mungu. And they're Vile trying to Mungu find gani anybody wanamtafuta? to tell them that they saved. Wanataka mtu awaambie wewe umeokolewa, uko sawa, huna tatizo. They ain't going to be able to tell you. Hawezi kukwambia. God going to give you signs. Mungu atakupa dalili. And you will speak in tongues as the Spirit give utterance. Utanena kwa lugha jinsi Roho wa Mungu anavyokupa. As they did on the day of Pentecost. Kama siku ya Pentekoste. Usifeki wala usidanganywe na mtu, usifundishwe na mtu lugha. We're all baptized into one Spirit. Wote tumebatizwa kwa Roho mmoja. Amen. Baptism now saves, the Bible says. Batizo unaokoa. That which we know. Yale tunayojua. Baptized in Jesus' name. Batizo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So here the Bible says, Jesus said, straight is the gate and narrow is the way, and it shall lead to life. And there's a way, and it's the way of holiness, the Bible says. Kuna sehemu tena kitabu kama sikosei cha Isaya, kuna njia na ni njia ya utakatifu. And I believe it's Isaiah 35:8, where it talk about it's a way that, hallelujah, that the way that leadeth to heaven, and no flesh will enter therein. Naamini ni Isaya 35 inasema hiyo njia hakuna mwili cha kimwili kitaingia katika njia hiyo. Amen. Amen. No flesh will enter into heaven. Hakuna mwili huu tunaohangaikia utaingia mbinguni. That's why when God come back for his church, his bride, and he rapture us, this mortal body with this flesh and blood will put on immortality. Ndio maana tunaambiwa Bwana Yesu atakaporudi, mwili huu wa uharibifu tutapewa mwili mwingine usioharibika kama tukao tunaishi ndani ya Yesu Kristo. And what corruption that's in my flesh or of my flesh that I've been beaten down, that I've been controlling the whole time, hallelujah, will be incorruption. Na uharibifu huu ambao nimekuwa tunapambana nao kila mara, tunapambana nao kila wiki, tunafunga, tunatiisha hii miili kila siku, haleluya, itavaa kutokuharibika. And we shall be changed. Na tutabadilishwa. In a moment, in a twinkling of an eye. Ghafla. We shall be like Jesus. Kama Yesu Kristo. And we shall see him. No man have seen God and live. Hakuna aliyemuona Mungu akaishi. But God promised us that we will see him face to face. Lakini Bwana ametuahidi kwenye neno lake. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. The promises of God are sure and amen. Ahadi za Mungu ni ndiyo na amina. Amen. I made a choice to follow Jesus. Nimefanya uamuzi kumfuata Did Yesu you make a Kristo? choice to follow Jesus? Umefanya uamuzi kumfuata Yesu Kristo? The Bible said we persuade men. I hope that I'm persuading you today to give God your whole heart. Natumaini leo nitakushawishi kumpa Bwana Yesu moyo wako wote, maisha yako yote. That you will love the Lord thy God with all your heart. Kwamba utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. With all your mind. Kwa akili zako zote. And with all your strength. Kwa nguvu zako zote. Amen. Amen. That you will give him your all in all. Kwamba utampa yako yote. God said he rather that you be hot or cold. Bwana amesema ni heri uwe moto au baridi. If you be lukewarm, he will spew you out of his mouth. Ukiwa vuguvugu atakutema. Amen. Kwenye kinywa chake. 1 Peter 4:17, for the time has come that judgment must begin in the house of God. Kwamba muda umefika, kwamba waraka wa kwanza wa Petro 4 inasema muda unakuja, hukumu itaanzia kwenye nyumba ya Bwana. And if it first begin at us, na kama ikianza na sisi, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Je, itakuwaje kwa wale wasiotii injili ya Yesu Kristo? If judgment going to start with the house of God first, those that are not in the Lord, wale ambao hawako katika that don't obey the Lord, don't obey the gospel, the good news, injili, the word of God, neno la Mungu, the word of God, the word of God of salvation, if they don't obey that, wale wasioamini, wasiotii neno la Mungu, what end they going to have? Wao watakuwa na mwisho gani? Well, the word of God going to tell us. Verse 18. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and sinner appear? Unaona 17 na 18 nitasoma. Kwa maana wakati umefika
wahukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Verse 19. For wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well-doing, as unto a faithful creator, which is God. 19. Basi wao wateswao kwa mapenzi ya Mungu na wamwekee amana roho zao katika kutenda mema, kama kwa muumba mwaminifu. Amen. Amen. We suffering. If you suffer, happy is thee. Kama unateseka kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo, as a child of God, kama mtoto wa Mungu, Apostle Paul, I take from what he taught the church, where he said that in my infirmities I rejoice. When I'm sick and when I'm weak, God make me strong, because he said his grace is sufficient for me. Unaona, Paulo aliteseka na mateso fulani, na Bwana alimwambia neema yake inamtosha. And in having faith in God, na kwa kuwa na imani na Mungu, that I know that God is able to do exceedingly and abundantly above all I ask and think. Najua Bwana ana uwezo kufanya zaidi kuliko yale ninayoweza kudhania wala kufikiria. Amen. And hallelujah. And I know that God will supply my every need. Najua Mungu atakutana na mahitaji yangu yote. And I know that God won't give me no more than I can bear. Najua kwamba Bwana hata nipa zaidi ya yale ninaweza kufikiria. I know that God will fight my battle. Najua Bwana atakutana na atapigana na vita vyangu. I know that God sent his word that I be healed. Najua Mungu alituma neno lake ili niponywe. Amen. And I know that God will give me, that I have the petitions that whatsoever I ask of God, that he will do it. Najua Bwana yale ninayoyaomba yaliyoko ndani ya mapenzi yake atatenda. Remember, without faith it's impossible to please God. Najua bila imani ni vigumu kumpendeza Bwana. But if you want to move God, if you need an immediate answer from God, ukitaka majibu ya uhakika, you need a miracle from God. Kama unahitaji muujiza kutoka kwa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, Bwana Yesu alisema, have faith in God. Tuwe na imani katika Bwana. Hallelujah. 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 Keeping your souls to him in well-doing. Doing, like I said earlier in the lesson, trusting in the Lord and doing good and well-doing. Keeping your souls. Kutunza nafsi zetu. We keeping our souls unto the Lord, but remember, the Lord say, all souls are mine. Kwamba Bwana alisema nafsi zote ni za kwake. Now, if you want to go serve the devil, taka kwenda kumtumikia shetani, you want to serve different idol gods, kutumikia miungu mingine, you want to dibble dabble in witchcraft, unagusagusa uchawi, you go ahead. Wewe endelea tu. As Joshua said, kama alivyosema Yoshua, those gods that was on the other side of the flood, miungu iliyokuwa upande mwingine, if that's what you want to do, you go ahead. Ndio unataka kuendelea, endelea. But as for me and my house, bali mimi na nyumba yangu, we're going to serve the Lord. tutamtumikia Bwana. Hallelujah. Hallelujah. All souls are mine. Nafsi zote amesema ni za kwake. Amesema Bwana. Whether you live, niishi, you are the Lord. ni wa Bwana. Whether you die, you are the Lord. Whether we live or die, we are the Lord. Tukiishi wala kufariki ni wa Bwana. But just what? If I, Elder Sims, want to serve the devil, lakini kama siku neti nimeamka nataka kumtumikia shetani, nimpata I'm in danger of not only making hell my home, nina hatari ya kufanya sio tu jehanamu nyumbani kwangu, but God giving me up to a reprobate mind. Bala siku hiyo ujue Mungu atakengeusha akili zangu, nitashindwa kabisa kushika injili, sitaelewa injili tena. First Romans, they talk about, when you get a chance to read it from verse 17 through 32, where God will give you up, God will give you over. You want to serve the devil? You want to sell him your soul? You want to be his disciple? You go right ahead. Soma Warumi 1. Unataka kutumikia shetani, unadhania, unajiuliza kama Mungu hii injili ni ya kweli au sio? Unataka kumtumikia shetani, Mungu atakuachia akili yako ikengeuke moja kwa moja, utakuwa injili tena huielewi wala uitaki. Jesus said, the word of God say to the church, neno la Mungu linasema kwa kanisa, because they will not believe the love of the truth that they might be saved.
hawataamini upendo, yani hii injili ya kweli, ili wasije wakaokolewa. Shetani atawafunga, atahakikisha wasipokee injili kabisa. And for this cause, Na kwa sababu hii God Mungu give them strong delusion atawapa kuchanganyikiwa sana, that they believe a lie than the truth, waamini uongo kuliko ukweli, that they all might be damned, ili waje walaaniwe, because they believe not the love of the truth, that they might be saved. kwa maana hawakuamini ukweli wa Mungu ili waokolewe. We got to be careful that we don't have, God says, an evil heart that you don't believe. Tuwe waangalifu, tusiwe na moyo muovu wa kusioamini. Again, without faith it's impossible to please God. Kumbuka, bila imani ni vigumu kumpendeza Bwana. A lot of times in making the right decision and making the right choice, mara nyingi kufanya maamuzi sahihi, the fear of God is the beginning of wisdom and knowledge. hofu ya Mungu ndio mwanzo wa hekima. The word of God instructs his saints to get wisdom, get an understanding. Neno la Mungu linaongoza watu wake wapate hekima, wapate ufahamu. Amen. Amen. James 1:5 through verse 8, it says, if any man lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not. He won't rebuke you for not knowing, but he will open your understanding. If you want God, you get God. Mm-hmm. But and upbraideth not, and it shall be given him. Read that, please. Nitasoma 5 and 6. Just read 5. Tasoma Yakobo 1:5 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. So if we lack wisdom, God said, I'll give it to you for free. Yaani ukiomba hekima, Mungu anasema, yaani chochote unachokiomba kilicho ndani ya mapenzi yake, Mungu anakupa bure. When it say given to men liberally, it's free. Salvation is free. Wokovu ni bure. Amen. Amen. You were brought with no price. Amen. Ulinunuliwa wewe bila hata kwa thamani, hata pesa haiwezi kuhesabu. God has given you liberty. God has given you freedom through his precious Holy Ghost. Bwana amekupa uhuru katika Yesu Kristo. And you that don't have the Holy Ghost, kama una Roho Mtakatifu, the day is here for you. Leo ni nafasi yako. Harden not your heart. Come to God. Moyo wake mguu Get wako. baptized in Jesus' kwa name. Yesu, tafuta ubatizo kwa jina la Yesu Kristo. To receive the Holy Ghost. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu Kristo. Upokee. That's where the power is. In the name of Jesus. Ndiko mamlaka yalipo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And hallelujah. And he said with that word, here's that word abrasive. When he rebuked the disciples for their unbelief, when you look up the word abrasive, it means rebuke. Ukiona neno hilo, harshly rebuke. Aliwakemea kwa ukali. Correction. Aliwasaisha. But he won't, like the eunuch said, like the man that, hallelujah, he said, do you understand, the eunuch, I believe, in the wilderness, he said, understand what thou readest, when he was reading Isaiah. Alimuuliza towashi yule, mtumishi wa Mungu alimuuliza towashi yule, how would I know unless some man show me? Akasema, mimi nitaelewaje mtu asiponielekeza? Alikuwa anasoma kitabu cha Isaya. And the man that had the son that was possessed with the devil. Na yule mtu ambaye alikuwa na mwanaye amejawa na mapepo. And the Lord said, do you believe? He said, Lord, I believe, but help my unbelief. Akasema, Bwana, and he cast the demon out of the boy. Akamtoa pepo kwa mtu yule. Hallelujah. So God won't hold you accountable or beat you or rebuke you for something that you don't know or you don't understand, especially when you ask him for help. Mungu ukienda kunaomba msaada uelewi kitu, hata kukemea, hata kusaidia. But here God is giving you an answer that if you lack wisdom, ask of God. He give it freely. He won't hold you accountable for things that you don't know. Hawezi kukuhukumu kwa vitu vingine ambavyo vijui. Japo watu ambao hawajui injili kwa kweli watahukumiwa. Amen. But he don't want you ignorant concerning these things. Hataki usiwe ufahamu jinsi ya kutembea naye, jinsi ya kuokolewa kwa ukamilifu. Ndio maana tunaendelea kusoma maneno haya. Amen. That's why we got teachers in the church too. Ndio maana kuna walimu kwenye makanisa. Amen. Amen.
the deacons being adapted to teach, having the same qualifications as the bishop. Ndio maana tunaambiwa nini? Kuna shemasi, kuna wazee wa kanisa, kuna walimu wanafundisha watoto Biblia, 1 Timothy 3rd wanafundisha chapter. vijana. Amen. Waraka wa kwanza wa Timotheo. So, because it say likewise the deacons, after he give the description of the qualifications of the bishop. Alikuwa alivyomaliza kuongelea vigezo vya askofu, alizungumzia vya washemasi. Amen. So, verse 6. But let him act in faith. If you're going to act in faith, not wavering. For he that wavers is like the wave of the sea, hallelujah, with the wind and toss. Amen. Read that, please. Mstari wa 6 Verse 6. wanasema katika jina la Yesu Kristo, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Amen. If you're going to act in faith. Ukiomba Mungu kitu chochote, omba kwa imani. We walk by faith and not by sight. Tunatembea kwa imani na sio kwa kuona. Amen. Amen. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Amen. Amen. Say that, please. Imani ni uhakiki wa kitu ambacho tujakiona. Hallelujah. Hallelujah. Verse 7. Did you read 6? Yes. Okay, verse 7 and 8. Read those two, please. Tasoma 7 na 8 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Maana mtu yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Amen. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his way. God don't want you to be wishy-washy. Say Mungu that. hataki uwe unayumbayumba. God don't want you to be double-minded. Usiwe na nia mbili, ndumi na kuwili. Be double-minded. You say you're going to do one thing and you do something else. Unasema utafanya kitu fulani lakini unafanya kingine. You say, yeah, Lord, I'm going to do it, but then you don't. Unasema nitafanya hivyo lakini ufanye. Don't think that man will get anything from the Lord. Verse 7 says, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Mtu asidhani atapokea chochote kutoka kwa Bwana. Being what? Double-minded, wishy-washy. Kuwa ndumi na kuwili. You can't say yes, you can't say no. Well, I don't know. I can't make my mind up. I don't know. God said, let your yes be yes and your no be no. Acha ndio yako iwe ndio, hapana yako iwe hapana. Amen. Amen. Make up your mind. Make a choice. Fanya uamuzi. Hallelujah. Hallelujah. So, there was an example in the Bible that the Lord had said before the Pharisees. Kuna mfano katika kitabu there were two men. Kwamba katika Wafarisayo kulikuwa kuna watu wawili. One said, mmoja alisema, Lord, I go, but he didn't. Alisema Bwana nitaenda lakini hakuenda. He did not go. Hakuenda. And the other one said, I will not go. But he repented. Lakini akatubu. He repented and then he went. Akaenda. He said, which one did the will of his father? Nani alifanya mapenzi ya baba yake? And they said, the one that repented and went. Akasema yule aliyetubu na akaenda. He said, you go and do likewise. Sema na wewe kafanye hivyo. Amen. Amen. Jesus gave that example. Bwana Yesu alitoa mfano huo. And there's a lot of people doubt the baptism of Christ, the baptism in Jesus' name, not knowing the scriptures. We got more than Acts 2:38 to prove that baptism saved, that in Jesus' name. Wengi wanakataa ubatizo wa Yesu Kristo. Tuna maandiko mengi yanayotetea hiyo. Kuna masomo tumetoa ya kutosha. And what the Acts is, the Acts of the apostles to the church. Amen. Amen. You Acts, the 2nd chapter Acts. Matendo ya Mitume 2. Kisoma. Read the 4th chapter Acts. Soma na sura ya 4 Matendo ya Mitume. Read the 8th chapter Acts. Soma na sura ya 8 Matendo ya Mitume. Read the 10th chapter Acts. Soma na sura ya 10 Matendo ya Mitume. Read the 19th chapter Acts. Soma na 19 Matendo ya Mitume. You'll find all throughout the Acts of the apostles salvation in Jesus' name and the witness of the apostles. Na utakuta ushuhuda wa wanafuasi wa Yesu Kristo.
which are God's witnesses. ambayo ni ushahidi wa Yesu Kristo. Not just disciples, but they became apostles. Wakawa wanafunzi wa Yesu. And God highly esteemed them to the point that their names are on the foundation of New Jerusalem. Bwana amewathamini kiasi kwamba tunaambiwa kwenye maandiko majina yao yameandikwa kwenye misingi ya mji wa Yerusalemu. And they will sit on thrones judging the children of Israel. Watakalishwa kwenye viti vya hukumu kule mbinguni wakihukumu wana wa Israeli. And we as saints, we will judge angels and man. Tumeambiwa kwenye maandiko sisi tunaofuata utakatifu tutahukumu wanadamu na malaika. Oh, hallelujah. Tell the world that Jesus lives. Endelea kuambia watu Yesu Kristo yu hai. And your testimony should be, he lives. They say, where is he? He lives in me. Hallelujah. Pambania Yesu Kristo awe anaishi ndani yako. Don't you know your body is the temple of the Holy Ghost where God dwells? Hujui miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu ambao Yesu Kristo anaishi? If you defile your temple, defile God's temple, he will destroy you. Tukinajisi hekalu la Roho Mtakatifu, you don't know that? It's written in God's word. Imeandikwa kwenye neno lake. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It comes a time that we won't be able to buy or sell. Tafika wakati tutashindwa, hatuwezi kununua wala kuuza. A time that we're going to have to make a choice. Wakati wetu itabidi, kama tunavyoambiwa sasa hivi, tutabidi kufanya uamuzi. To not take the mark of the beast and live, or to take it and die. Either kuchukua alama ya mnyama tupate mafao ya dunia hii yanayoharibika, au tukatae tuuawe wakati huu. Turn your Bibles to Revelation 13:9. Tupeleke Biblia zetu Ufunuo Yohana 13 sura ya 13. You say Elder Sims, you know, it sounds like doom and gloom and this and hey, God promised us peace and joy of the Holy Ghost. Ya giza tu na uharibifu. Mungu ametuahidi furaha na amani katika Roho Mtakatifu. My peace I give to you, my peace I leave with you. Amani yetu anatupatia, amani yetu anatupatia. Amen. It's things that we're going through, but I'm doing it with joy. Kuna mambo tunayapitia duniani hapa, lakini tunayapitia kwa furaha. And I'm rejoicing knowing that I'm saved and my name is written in the Lamb Book of Life. And just what? I want to see you saved too. I want to see my loved ones and unsaved portions of my family saved as well. Mimi napambania nibaki kwenye wokovu, na wewe unayenisikiliza uokolewe, na ndugu zetu ambao hawajaokolewa nao waokolewe. Amen. Amen. This is not my home. Ulimwengu huu, New Jerusalem is my home. Sio makazi yetu ya milele. Sio nyumbani kwangu kwa milele. Tutapata hapa duniani. Amen. So it's things that are going on in the world right now. Kuna mambo yanaendelea ulimwenguni sasa hivi. People have been laid. People have lost their jobs. Watu wamepoteza ajira. People are losing their homes. Watu wanapoteza maeneo ya kuishi. People are losing opportunity when it comes to food and having assistance to get food. Watu wanakosa msaada wa chakula. There have been storms. Kuna madhariba. There have been fires. Kuna moto. There are earthquakes. Kuna matetemeko. There's war kuna vita in Ukraine. Ukraine. There's war on the Gaza Strip. Vita Gaza huko. There's war in the Sudan. Vita. There's wars and rumors of wars everywhere. Even wars being provoked. Vita. Kila mahali. People are dying. Watu wanafariki. And unless you repent, you'll likewise perish. Mtu yoyote asiyetubu ataangamia. I'm not being cold, I'm being real. Siwe mkatili, nasema ukweli. When you read 1 Corinthians 11 chapter, soma waraka wa kwanza wa Korinto, where it talks about the Lord's Supper, Holy Communion. Inapozungumzia meza ya Bwana. The man of God said, we come together not for the better but for the worse. Mtumishi wa Mungu akasema tuna watu wanakusanyika sio kwa mema bali kwa mabaya. For I hear that there's heresy among you. Maana nasikia kuna uasi. And I partly believe it. Na naamini hivyo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We have to look, we all have to make an examination and see, hallelujah, examine yourself and see whether you're in the faith. Mara zote, siku kwa siku, kila siku, jichunguze kila siku, mara kadhaa, kama uko ndani ya imani. Ni rahisi sana kutoka nje ya imani. You have to make a choice. We have to make a choice. Inabidi ufanye. One Lord, one faith, one baptism. Mungu mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. One God, Mungu mmoja, above all, ndani ya yote, through all, kupitia wote, and in you all, ndani ya wote. they got the Holy Ghost.
walio na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. No man having the Spirit of Christ is a curse God, and no man can say that Jesus is Lord but by the Holy Ghost. Hakuna mtu ambaye anayesema Yesu ni Bwana isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. But you got people that say they're bishops, they're pastors, and they pervert the gospel in the pulpit and speak against God's word, cursing God. Usishangae siku hizi za mwisho But say they tunazopitia, say. kuna wachungaji, watumishi wa Mungu wanajiita ni wa Mungu, sina uhakika Mungu wao ni A nani. bunch of liars Wanasema and kinyume na thieves and maandiko. murderers. Wanalaani Mungu kabisa, We wanapotosha can kill watu. people with our mouth more so than with our hands. Mtu unaweza kaua watu kwa kinywa chako. Lord, help me to speak life. Baba Mungu I choose to atusaidie, speak tuongee life. uzima, tuongee uhai. Amen. Amen. I made a choice to speak life over any situation. Nilifanyaga Every maamuzi situation. kuzungumzia uhai kupitia kwenye tatizo lolote lile litakalotokea. Amen. Amen. Say, look and live. Tumeambiwa My brother live. tuishi. Amen. Look to Jesus Christ and live. Tuangalie kwa Yesu It's tuishi. recorded in his word. Hallelujah. Tumeandikwa kwenye maandiko yake. If you Hallelujah. only look to Christ and live. Tukiangalia kwa Yesu tutaishi. Hallelujah. I made a choice to look to the hills. Nilifanya maamuzi kuangalia From which milimani. cometh my help. Ndiko msaada wangu unakuja. My help. Msaada wangu toka. Our help. Msaada wetu. It comes from the Lord. Unatoka kwa Bwana tu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hakuna pengine. But here, it comes a time. Unafika wakati. Prophecy is being fulfilled before our eyes. Ushuhuda nini? Unabii unatimia mbele ya macho yetu kabisa. And I'm looking for the sign of that third temple being built in Jerusalem. Tunasubiri lile hekalu la tatu litakapojengwa Yerusalemu. And once that happens, read Revelations 13 and 9. Tasoma mstari wa 9 Ufunuo 9 and Yohana 10. sura 9 and 10. 9 na 10 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Hallelujah. If any man have ears to hear, let him hear. He that leadeth into captivity shall go into captivity. Amen. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Ndio. Here is the patience and faith, the faith of the saints. Ndio. Amen. Amen. Read 11 and 12, please. Tasoma 11 na 12. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akinena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon, and he exercised all the power of the first beast, execute all the power of the first beast before him, and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Read 13 and 14, please. 13 na 14. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakaao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. And he that doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men,
and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwelleth on the earth that they should make an image to the beast, which he had the wound by a sword and did live. Read 15, please. 15. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Read 16, 17, please. 17. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule, au hesabu ya jina lake. Amen. And he causes all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Read 18, please. 18. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Here is wisdom. Let him that have understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Now, why did we read this? Why? Because the enemy, kwa maana adui, when the abomination of desolation comes, sit in the holy place, patakuja yani machukizo yatakaa katika mahali pale patakatifu. He gonna profess to be Christ. Mtu atakuja hapa duniani anasema yeye ndio Kristo Mesia. He gonna come with signs and miracles. Atakuja na miujiza mbalimbali. And then he gonna turn on you. Alafu atatugeuka wanadamu. He gonna bring a whole bunch of smiles and a whole lot of peace and a whole lot of amani nyingi, tabasamu. But the word of God say, neno la Mungu linasema, where there's peace, pale penye amani, there comes sudden destruction. Itakuja uharibifu as a whirlwind. Kama dhoruba. As a woman in travail. Kama mwanamke anayepata uchungu wa kujifungua. And he's gonna say, atasema, take this mark in your hand or in your forehead. Chukueni alama hizi kwenye mikono yenu au vipaji vyenu. First of all, if you do not, he gonna make them the beast that, hallelujah, that is gonna be created. Kwamba ataumba mnyama fulani huyo. He gonna give it life. Atampa uzima. And he's going to make the people bow down to it, as Nebuchadnezzar asked, hallelujah, not asked, but command that everybody bow down to the golden image that he had. Amri kama Nebukadneza alivyosema watu wainamie sanamu ile ya mnyama. And if you do not bow down to it, he's going to kill you. Na asiye inamia hiyo sanamu, basi huyo atauawa. And those that bow down to it, he's going to say, take my mark in your hand or in your forehead. If not, you will not be able to buy anything or sell anything. Wataambiwa watu, ukitaka uweza kununua au kuuza, chukua hiyo alama. Amen. But I have made up in my mind. Lakini mimi nishafanya uamuzi. I have made a choice. Nishafanya uamuzi. That I'm going to serve the Lord. Tamtumikia Bwana. That I'm not going to take this mark.
Sitachukua hiyo alama. Because in taking that mark, Kwa kuchukua hiyo alama, you're taking damnation. unachukua mauti yako ya milele. Hakuna kutubu There's baada ya two hapo. things that you cannot be forgiven Kuna of. mambo mawili ambayo huwezi Somebody kusamehewa. say, God forgive his sins. God Mtu forgive it. anasema, God is Mungu good. God, anasamehe yes, dhambi God zote. is good. Kweli Mungu ni mwema, anasamehe. God forgives sins. Mungu anasamehe dhambi. But it's two things that will keep you from making heaven. Kuna mambo mawili yataweza kumzuia mwanadamu Actually, three. Actually ni matatu. Okay? One is Kwanza, not being born again of the water and of kukataa the Spirit kuokolewa kwa maji na Roho, kuona ufalme to wa enter mbinguni, and see the kingdom of God. kuona ufalme wa mbinguni. Acts 2:38 says, Matendo ya Mitume 2:38 ndio njia ya kuokolewa. repentance, Kutubu, being baptized in Jesus' kubatizwa kwa name jina for the la remission Yesu of sins, kwa ondoleo la dhambi, receiving the gift of the Holy Ghost. kupokea That's one. sababu ya Roho Mtakatifu. Amen. Okay? Amen. That's a requirement. Ndio inatakiwa. If you don't have that, you're not going to enter into heaven. Usipokuwa na hivyo huwezi kuingia mbinguni. You're going to hell. Unaenda jehanamu. Not by my power, not by my might, but by my spirit, say the Lord. Hallelujah. Sio kwa nguvu wala kwa uweza, bali kwa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. So the second thing is Cha pili, those that blaspheme the Holy Ghost. wala wanaomkufuru Roho Mtakatifu. There's no forgiveness in this world or the world to come. Hakuna msamaha ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Now, it's people that speak against the gospel Kuna and watu they do it wanasema ignorantly, kinyume dhidi ya without Injili, knowledge, you know, Hawa- without hawana- understanding, hawana ufahamu. hearing ufahamu. what people, repeating what other people say, and a whole lot of other things. Wanafanya ukejeli We katika all were maandiko. born in sin. Wote tumeumbwa katika Amen. dhambi. Amen. But once we believe and receive Christ and came to the knowledge of the truth, then you know what? Hey, but we all were there and had a spirit of Wengi unbelief at one tulikuwa time. huko hatuamini. Nobody was born saved. Hakuna ambaye amezaliwa ameokolewa. Amen. Everybody was born in sin and shaped in iniquity except Jesus. Kila mtu ameumbwa katika dhambi. Because Amen. God was without sin. Bwana amekuwa bila dhambi. Amen. Amen. He suffered like unto us, but without sin. Aliteseka kama sisi katika mwili huu, But he lakini took hakutenda on the dhambi. sins of the world on a tree. He hung on a tree for the sins of the world and bled and died and suffered for and sacrificed his life, his blood for our liberty. Alimwaga damu yake, akateseka, akafa kwa ajili ya uhuru wetu, tuondokane na dhambi. So if I don't have the Holy Ghost, Kama hatuna Roho if Mtakatifu, I blaspheme God, kama tuna kejeli there's no Mungu, forgiveness in this world, the world to come. hatuna msamaha wa dhambi And if I ulimwengu huu, take the mark of the beast, na kama ukichukua alama ya mnyama, that's you taking damnation. umechukua mauti yako. Turn your Bibles to Revelation 14:9. Nenda Ufunuo wa Yohana 14:9. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, which is God. Read 9 and 10, please. Tasoma mstari wa 9 na wa 10, Ufunuo wa Yohana sura ya 14. Na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake. Naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. So if we take the mark of the beast to buy and sell in our forehead or in our hand, the wrath of God going to be upon the children of disobedience. Hapa ndio tulikuwa tunaongea kitakachomtokea atakayekubali kuchukua hiyo chapa ya mnyama. And
And that the Mstari ule wa Bible say 9. right here in verse 10, Mstari wa 9 inaweka wazi kabisa. and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of Jesus. Yaani huyo mtu atateswa katika moto wa kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana With kondoo, fire ambao and ni Yesu brimstone. Kristo. Moto na kiberiti, hiyo si ni jehanamu hiyo, moto wa milele, mateso ya milele. Kwa hiyo heri mtu akubali kufa wakati huo. Wewe okoka, mfuate Yesu, tunza utakatifu. Hakuna kitu cha urahisi hapa duniani. He that has an Teseka ear, sasa hivi, uishi milele. he that has an ear, let him hear what the Spirit has to say. Mwenye masikio na asikie Roho wa Mungu anachosema. Verse 11, and the smoke of their torment ascend up forever and ever, and they have no rest day and night, who worship the beast and his image, and whosoever receive the mark of his name. Read 11, please. 11. Na moshi wa maumivu yao upanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. When you take the mark of the beast, Ukichukua alama ya chapa ya huyo mnyama, you're going to be tormented both day and night. You ain't going to get no rest. The Bible say here, no rest day and night. Hakuna pumziko usiku wala mchana. And that person will torment, will ascend up in smoke. You're going to be on smoke, on fire, from the fire and brimstone, ascending up forever and ever. Moto huo utakuwa ukienda juu. It ain't going to be just for a few minutes. Sio tu kwa dakika chache. Not going to be just for a day. Sio tu kwa siku moja. It's going to be forever. Itakuwa milele. Heaven is forever, hell is forever too. Mbinguni ni milele na jehanamu ni milele pia. Fear not them that can destroy the body but not the soul. Tunaambiwa tuogope, usiogope wale wanaoharibu mwili huu, wanaoua mwili huu. Ogopa yule anayeweza kuangamiza mwili na nafsi kwenye moto wa milele. Jesus said, but fear him that can destroy both body and soul in hell. Fear him. Muogope yule. Amen. Amen. So, he that has an ear, let him hear what the Spirit has to say concerning taking the mark of the beast. When they come out, you're so hungry, or I got to feed my family. You're going to make excuses for it. You risking your salvation in doing so. Yaani wewe ukijifanya ni mjuaji, mwenyewe unahatarisha maisha yako ya milele. You taking damnation in doing it. Yaani unajiweka kwenye upande wa waovu la waasi ambao Mungu akiamua muda wako duniani umeisha sasa hivi. Ni hapo hapo. Amen. You taking damnation. Ukichukua hii alama ya mnyama umechukua hukumu. And if I would add one more thing in taking damnation that you got to beware of, ambacho inabidi utambue, is not discerning the Lord's body when it comes down to Holy Communion. Mtu ambaye anakwepa kushiriki meza ya Bwana. Tunaitaga sijui ni komunio. That's why a man have to examine himself. Ni hapo mtu ujichunguze kama uko ndani and make sure that you're worthy and partaking of his broken body and shed blood. Kwa maana ile lazima mtu awe amejitakasa, ametubu, amejitakasa aweze kushiriki. Ukijikuta wewe una masababu tu kila wakati, wakati wa kushiriki wewe una masababu, huwezi kushiriki. Wewe unasindikiza tu wenzako. Because if you take it unworthily, not the word of God say you taking damnation because you're not discerning the Lord's body shed and shed blood properly. Anasema mtu ambaye anaamua anadharau kwamba mimi hatubu, hakikisha ana utakaso, hakikishi kwamba ameokoka vizuri, anaamua kushiriki ile meza ya Bwana, si nikimkate tu, si nikijuisi tu, huyo anakula hukumu yake mwenyewe. That's why the man of God said, na Mungu siku ya mwisho. If you're hungry, eat at home. Ndio maana tumeambiwa kwenye maandiko, mtumishi wa Mungu alisema mwenye njaa basi ale nyumbani. Amen. And he said the rest will I set in order when I come. Mengine ataweka sawa akirudi. Don't come, I'm going to take this crack and I'm going to take this juice and
I'm gonna be a part. I'm doing it. He's going through the motions because you call yourself a Christian and you there and you don't want nobody to think there's something wrong. So you just gonna take and you don't raise hell all week, or you don't cuss people out. You don't roll your eyes. You don't probably rob a bank, but you want to take Holy Communion. You're taking damnation. Unachukua hukumu yako wewe mwenyewe. Be Amen. careful how you stand, lest you fall. Kuwa makini sana unavyosimama usije ukaanguka. Hallelujah. Hallelujah. Here's the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. And I heard a voice from heaven saying unto me, Right, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yes, yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Praise the Lord. Read them 2 verses, please. Nitasoma 12 na 13. 12 and Hapa 13. ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Nasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. For those that are faithful, for those that made a choice, hallelujah, to serve the Lord. He said, blessed are the dead in Christ. There's a rest for the people of God. From now on, from henceforth, from now on, yes, the Lord said, saith the Spirit, that they may rest from their labor. That means I gotta work. Katika kazi zao. Ina maana kuna kazi za kumtumikia Bwana. Yeah, I got things. I'm a witness for the Lord. Tuna sisi ni mashahidi. Go out in all the world and preach the gospel. Tunaenda ulimwenguni kote tukihubiri injili. They call a preacher, but just what? You're told to preach. Wewe umeitwa pia. You're told to be a witness. Umeitwa kuwa shahidi wa Yesu Kristo. Tumeambiwa enendeni ulimwenguni mkaihubiri injili. The easiest thing for anybody that's a Christian is to be able to say and testify how God saved you. Wewe anzia na kusema jinsi Mungu ilikuwaje Mungu akakuokoa wewe. Anzia hapo. Amen. Hicho, kama ukihubiri siku zote ni hicho tu. Na tunavyofundisha soma maandiko. Huwezi kuongeza hata neno moja. Soma maandiko, watu waache ubishi na ujinga na kufungwa na shetani. Amen. Amen. So from your labors and your work, your labor do follow you. Kazi zako zitafuatana. Here's the scripture right here, Revelation 14:13. Ufunuo Yohana 14:13. The Spirit that ye may rest from their labor, that they may rest from their labor, from their work, and the things that they do for the Lord in the body of Christ, and their works, the works that you're doing in the church, for the church, do follow you. Unajua matafsiri yanakuwaga na mapungufu. Sometimes translation has some shortcomings. The Bible here, Biblia hapa inasema wazi kabisa. Anasema Roho kwamba watapumzika kutokana na their labors. Their labors ni kazi zao. The Swahili Bible says from their trials. Okay, no, that's different. Ni kazi na kazi zao zitawafuata. Hapo wanasema matendo yao yafuatana nao. That's a different definition. It says their acts shall follow them. Kwa hiyo ndio maana huwa saa nyingine na Roho wa Mungu ananiambia mburudi kwenye Kiingereza. Kazi zao watu watapumzika. Sasa wewe mtu unayejiita Mkristo unapumzika kwenye kazi gani unazofanyia Bwana? Kazi gani? Amen. Unasafisha kanisa, unafanya nini kwenye wewe? Hata kuomba ni kazi. Uombei watakatifu, unajiombea mwenyewe. I'm saying something. Go ahead. About people's labors. Go ahead. Wewe continue. Kazi ya Mungu kurushia mtu maandiko ni kazi. Sio umeona? Kuna nchi zetu huko wamefunga mitandao. Mungu atuonee huruma. Mtandao ukitokea umefunguliwa, ukasikia huu ujumbe, anza kutumia watu maandiko kila siku. Kama una bando umeweka, tuma maandiko. Wewe kanye kumshirikisha mtu neno la Mungu, rafiki yako, unaongea naye mambo ya dunia tu, uongee naye neno la Mungu. Safisha kanisa, uweze kusafisha, uweze kufagia, uweze kufanya chochote kwenye kazi la Mungu. Mpendwa, siku ya mwisho itakuwa ni changamoto. Thank you, Jesus. This conclude part 3 of our lesson. Sehemu ya 3 ya somo hili.
Make a choice. Fanya chaguo, fanya uamuzi, Make a choice. fanya uchaguzi. Amen. 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 Saints, turn your Bible to Elekeza Biblia yako Matthew 21:21. Mathayo 21:21, Mathayo mtakatifu. And we're going to let the Lord speak to our Hebu hearts. Bwana aseme na mioyo yetu. He that has an ear, let him hear what the Spirit has Mwenye to say masikio unto na the church. asikie. Roho wa Kristo anasema nini na kanisa? Amen. And it Amen. says, Jesus answered and said unto them, Ndiyo. Verily I say unto you, Amen. if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Read, please. Mathayo mtakatifu 21:21 inasema katika jina la Bwana Yesu Kristo. Yesu akajibu akawaambia, Amin nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka. Na yoyote mtakayo yaomba katika sala, mkiamini, mtapokea. Jesus said unto his disciples, with man it's impossible, with God all things are Kwa possible. mwanadamu yawezekana kuwa ni magumu, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Amen. Amen. John 14:14, if ye shall ask anything, Jesus say, in my Yohana name, 14:14 anasema, mkiomba chochote kile kwa jina langu, Bwana Yesu alisema, I will do it. nitalitenda. Saints, Watakatifu, wait on the Lord subirie Bwana and be of good na uwe courage, na moyo mkuu, and he shall strengthen thy naye heart. atakutia moyo wako nguvu. Wait, I say, on the Subirie, Lord. nasema Bwana. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Make a choice. Fanya uamuzi mwema. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. And when it comes to Mark, I want you to turn your Bibles to Mark Peleke Biblia zetu kitabu cha Marko 11th chapter verse 22. sura ya 11 mstari wa 22. And Jesus said unto them, have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall doubt not, or not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever ye desire when you pray, believe that you may receive them, and ye shall have them. Read, please. 22 through 24, please. Tasoma 22 mpaka 24 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Yesu akamjibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amin nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yanakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. 24. Mm-hmm. 24. Praise the Lord. Praise the Lord. If you ask anything in God's name, Ukimwomba Mungu chochote kwa he jina la said, Yesu you ask Kristo, and you do not doubt in na your usiwe na heart. shaka moyoni mwako. You know, a lot of us, we don't have we don't make our choice properly
because we don't have a made-up mind. hatufanyi uamuzi wetu vizuri kwa maana hatujafanya We maamuzi. can do all things through Christ who strengthens us. Tunaweza kufanya yote katika Yesu Kristo And kutia nguvu. you see things that people do, Unaona watu wanaofanya mambo and you just say, wow, you're blown away because unashangaa. you don't think it looks like something that can be done, but it looks impossible, but it's somebody out here that can do it. Kuna mambo ambayo unaona kwa akili yako hayawezekani, lakini kuna mtu anaweza kuyafanya. And others copy what they do, and they're able to do it. Na wengine wanakopi wanachofanya, wanafanikiwa. All you need is one way, hallelujah, to overcome a situation, and it can be used as a model to help everybody else. Yaani ni mtu tu mmoja tu aoneshe mfano. Mungu ampe neema mtu mmoja aoneshe mfano, wengine wanaiga na wanatimiza hilo neno. And Jesus did that when he died on Calvary for our sins. Na Bwana Yesu alituonesha the sins of the world. Alipokufa msalabani kwa ajili ya dhambi. The devil thought he had a victory. Shetani alizania amepata ushindi. Thought they had a victory putting Christ to death on the cross. Akadhania kwamba amemuua Yesu Kristo msalabani. Thought it was over with because he came down in the flesh and what he was doing. They thought that this was the way that he's dead, he's gone. I got rid of him. Akajua kwamba wamefariki. But what happened was supernatural. Lakini kwa njia za muujiza. What happened was written in God's word. Kilichotokea kimeandikwa kwenye neno la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. And God, hallelujah, suffered, bled, and died for the sins of the world. Bwana Yesu alikufa akafa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu msalabani. For God so loved the world kwa maana Bwana aliupenda that he gave his only begotten son. Akatoa mwanae wa pekee. That whosoever believe upon him should not perish, but have everlasting life. And the word of God says neno la Mungu linasema that if the devil knew that he would bring salvation, kwamba shetani angejua kwamba angeweza kile kifo kwa kumsulubu angeleta wokovu, he would not have crucified. Asingemsulubisha Bwana Yesu. Hallelujah. Amen. He died for me. Thank you, Jesus. Hakuumba ulimwengu huu wala Thank you, Lord. Hajuagi yote. He would not have crucified him. Asingemsulubu. Lakini unajua Mungu yeye ndio anajua yote, ndio anaweza. Thank you, Jesus. Amen. Again, Jesus said, Yesu Kristo alisema, have faith in God. Uwe na imani na Mungu. When we make choices throughout the day, siku hadi siku, make the right choices. Make holy choices. Fanya maamuzi ya utakatifu. Make sanctified choices. Fanya maamuzi ya utakaso. What would Jesus do? Bwana Yesu hapa angefanyaje? Jesus would be holy. Yesu Kristo angekuwa mtakatifu. Jesus would be righteous. Yesu Kristo angekuwa ni mwenye haki. Jesus will, hallelujah, will be obedient to the gospel. Angekuwa anatii katika maandiko. He puts his word above his name. Ameweka jina lake juu ya heaven and earth will pass neno lake away, juu ya jina lake. but his word would not pass away. Mambo yote yatapita hapa duniani, lakini neno lake halitapotea milele. Thank you, Jesus. Tuliamini tusiliamini litabaki, lina nguvu pale pale. Saints, make a choice to pray for the world. Takatifu, fanya pray for uamuzi, peace in the world. Ombea amani ya dunia, wokovu wako. Many of us, God say he gave his peace to us. Peace, my peace I leave with you. My peace I give to you. Amani. Hallelujah. But cast not your confidence away. Lakini usitetereke, imani yako isitetereke. Don't let the devil steal your joy. Usiruhusu shetani akaiba furaha yako. For the